Kutana na Birozi Ezekia, mkazi wa kijiji cha Iloje, mtaa Muungano, wilayani Chamwino mkoani Dodoma, ambaye amezua mjadala mkali baada ya kuzalishwa watoto wawili bila mtu yeyote kufahamu baba wa watoto hao. Hatua hii imezua maswali mengi, hasa kwa wazazi wa Roy ambao ni Bwana Stanley Ngina na Bi Monica Kain, ambapo wameambia Jambo FM kuwa licha ya mtoto wao kuwa mlemavu wa viungo, lakini hawajui alipata ujauzito katika mazingira gani. Roy, mimi sikumuona apate mimba, alipata tu, nilimuona tu amepata mimba tu, lakini sijui amepata wapi, mimi sikumuona kwa kweli. Mimi niona tu mtoto tu ana mimba. Nikamuuliza, nikasema hivi Roy, hii mimba ya nani? Akasema mimi sifahamu, labda mimi tu nimeona tu nimepata mimba. Mwanangu, niambie ukweli, nani amekupa mimba na mimi nimfuate? Akasema mimi mama simuoni ambaye amenipa mimba. Kweli? Akasema kweli. Amepata mimba, baada yake hata kukaa kwenyewe hakai. Alikuwa anaumwa uti wa mgongo. Sasa mwanangu, tutafanyaje? Akasema sijui. Sasa mimi nitafanyaje mpaka nikusaidie mwanangu? Akasema mimi sijui, labda mimi nimeona tu mimba. Sikumuona kwa kweli, kwa sababu sisi tulikuwa tunazagaa kwenye mashamba nini. Sikumuona kwa kweli. Na vijana waliokuwa karibu naye walikuwa tu wa binamu zake, walikuwa wanahusika, wanamtembelea hapa, wanakuja kumwangalia, wakaka zake. Unahisi labda kwenye hao ndugu kuna mmoja anaweza kawa na husika na ndugu? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ahusike na mtoto huyu kwa mambo hayo? Hapana. Swala la Roy alizaliwa na matatizo kutoka tumboni kwa mama yake. Mama yake alipata mimba, kajifungua Roy alizaliwa hana nguvu za uti wa mgongo. Kawa mtoto kalala, tukaendelea naye kumkuza hivyo. Baada ya kumkuza kakua, tukaona kutembea kawa na garagara. Tukaangalia, tukampeleka hospitalini, ukaenda kumfanyia utaratibu. Akasema huyu mtoto ni mlemavu, itabidi taishi kwa maisha kama hayo, atapata changamoto za maisha. Basi ikabidi ile mtoto tukaanza, baada ya kipindi tukaanza kumtafutia akili za kuweza, tukawa tunachimba mashimo kumuchegama katika ndani ya nyumba, kwenye wigo wa nyumba. Tukawa tunamweka pale, anakaa anapata mazoezi yale kumchimbia, anakuwa hivyo. Baada ya kipindi tukaona tunamwachia, akapata nguvu za kujitegemea, uti wa mgongo ukakomaa. Kaanza tu amekaa taratibu hapo nyumbani, kaanza kuzungumza. Baada ya kuzungumza Roy ikakaa kipindi, kapata mimba, kajifungua mtoto wa kike. Tulimuuliza, huyu mtoto ulimpataje hii mimba? Ila hakuweza kuzungumza. Tukamwambia sasa watoto tunakubali tuangalie baba yake nani, hebu mtaje. Roy alikataa kutuambia siri ya mwanao kwamba mtoto yule ana baba yake. Alifumba ile siri mpaka sasa. Tukaamua tukumwacha kwamba ni mtoto wa nyumbani, tukaanza kuishi naye. Baada ya kipindi tukaendelea tena, kapata mimba ya pili, kazaa mtoto wa kiume. Naye pia tukamuuliza, akasema wale watoto hawana baba zao. Ikabidi tuanze naye kuishi naye kwa sababu ni mtoto wa nyumbani. Tukaelekea naye mpaka sasa hivi jinsi mnapokuwa anaishi kwa maisha tu ya duni, hana wala mume, ana familia, watoto yatima, hawana hata baba yao. Kwa hiyo tunawalinda sisi kama ni mzazi, babu yao na bibi yao. Ndio tunaishi na huyu mtoto Roy, tunamfanyia huduma, kumjengea nyumba, tunamlimia mashamba. Basi tunaitunza ile familia, kuikuza mpaka sasa hivi watoto wanaanza kukua, wanaanza nayo kujitambua. Ndio tatizo la huyu mtoto lilikotokea mpaka sasa ambalo tunalokuwa nalo katika matatizo ya Roy. Hana changamoto katika kuongea, kwenye matamshi anajua kuongea, mtu ni timamu, sio wala labda mtu ambaye zezeta anajiweza. Ila sasa ile siri alifumba yeye, hakutuambia, hatukujua. Wale watoto wa baba zao hatujajua, hajasema yeye, tulimuuliza alikanusha. Wakionyesha kukata tamaa na hali hiyo ya mtoto wao, wazazi wa Roy wamedai kuwa kwa sasa hawana matumaini tena juu ya kupatikana kwa baba wa watoto hao. Hivyo kwa sasa wamesalia tu kuwalea, huku wakimsisitiza kuwa makini zaidi kwa kumtaka asiongeze mtoto mwingine. Mimi kwanza sitaki kabisa tena apate mtoto, kwa sababu huwa anateseka mwanangu. Tangu sasa tunateseka. Sina nguvu zozote za kumsaidia Roy.
Nitamsaidiaje mpaka tena hapa ni apate nani mimba? Kama nyinyi mna uwezo wa kumsaidia Roy asipate mimba, nawaomba msaidie. Mimi tu nimemwambia tu nani Roy, nikasema mwanangu, angalia mateso unaoteseka, tena upate mimba, mwanangu utakufa na mimba. Acha kabisa. Acha kabisa. Nikimuona tu mtoto mwingine tu wa kiume anazaga hapa, mimi nakwenda kupiga ripoti kwa nani, kwa balozi, kwa mwenyekiti. Mimi naenda kusema tu, kwa sababu mwanangu nateseka kweli, nateseka. Na mimi mwenyewe sina nguvu za kumsaidia Roy, mnavyoniona hivi tu, na mwaka huu wa shida. Tulitafuta utafiti wa kumuuliza tu kwamba tuambie wale watoto watakuwa baba zao kina nani, alikanusha. Basi tukaamua sasa tufanyeje, na tukaulizia katika ukoo, tukaanza kukaa kujadili kwamba Roy, tunataka mazingira wale watoto wapate baba zao tuwajue, hatuwezi kuficha damu za mtu. Lakini alifumba siri mzazi wao, tukashindwa. Tukaambia basi huyu amekuwa kama ni mazingira watoto wa nyumbani, tutawapeleka wapi sasa watoto wamezaliwa? Tabii tuishi nao hivyo tu kwa kirudisho, kwa watu wamekaa katika mikononi kwetu. Alikuwa nyumbani. Sawa, sisi mchana tulikuwa, usiku yupo tuko pamoja, usiku waka mchana waka tunaenda mashambani, wakati wa masika tunaenda, hata kiangazi tunaenda kuzunguka, tunamwacha nyumbani. Jinsi alivyofanya zile njia pale kupata mimba hatukujua. Tulikuta sisi amekuwa na mimba, amechoka. Labda baada ya hapo hakuna vijana wote mlikuwa mkiwaona mtaani wakiwa karibu naye? Hapana, walikuwa wanayotembea pale nyumbani kwa tini wana ndugu kama makaka zake, mabinamu zake, hatukuona mwingine. Hao unaona tulikuwa siri yake aliyekuwa akifanyia, sisi hatukujua. Yaani tu vitu tulivyofanya sasa hivi, kama sisi ni wakulima, tunalima mashamba, tunawalimia shamba, kama mambo ya matumizi mafuta nini tunawanunulia, kama tu mambo mengine ya nyumba. Kwa mfano hapa kipindi tulikuwa na nyumba nyingine hapa tumebomoa, tumeona ile imekwisha, tukamjengea nyingine. Sasa hivi mpaka sasa hivi amepata nyumba nyingine. Kwa hiyo ndio changamoto tunazo, tunaendelea taratibu hivyo kumsaidia hivyo kwa sababu sisi kama ni wazazi. Ila kwa sasa hivi tu bado tulikuwa tuna mipangilio kwamba mvua ingenyesha labda tungepata kitambo cha kuongeza juhudi nyingine ya kumfanyia mji, lakini sasa hivi bado ndio hali ya hewa mbaya mpaka mvua imekata. Kwa hiyo ndio hivyo tu, anahangaika hivyo na sisi tunayo, hawezi kumtupa kwa sababu ni kiumbe wetu, tunahangaika naye hivyo tu. Kila siku moja ya pili hamna, mnapumzika wote. Sasa amuoni mkimweka mbali na familia anaweza akapata mimba nyingine? Haya matumaini yapo, lakini si kweli, kwa sababu tulishaweka mgomo, tukamwambia mama, hujiwezi, usiendelee na haya mambo ya kufanya ushirikina tena kupata mimba mara nyingine, kwa sababu mbele ya safari watoto family kuzidi na wewe huna uwezo, wewe utakuwa shida kwa sisi. Kwa sababu watoto wanaugua, wana malazi, na vitu tutumie gharama, wewe mwenyewe unatakiwa kwanza gharama. Kwa hiyo sasa hiyo unakuwa kama ni usumbufu. Kama Mungu alikusaidia kupata mayai mawili, basi tunza yeye, atakusaidia mbele ya safari. Ndio. Sasa kama familia mnamhakikishiaje sasa Roy kuweza kuona mnamwekea ulinzi ili asiweze kufanya makosa kama haya? Inawezekana kama kuna njia za kuweza kufanya ulinzi, kama kuna uwezekano kama nyinyi wenzetu mliokuja kuna usaidizi fulani, naweza tukafanya huo ulinzi, tukachanganya na nyinyi kutusaidia ili tuweze ulinzi. Neno lako la mwisho labda kwa Tanzania ni lipi ambalo ungetamani waweze kukusaidia? Wazo langu mimi naona tu huyu mtoto nilikuwa naomba aishie hapo katika mimba, asiongeze kupata mimba. Kama kuna misaada ya serikali tusaidie kwa mambo mengine, lakini mambo ya uzazi mimi naona tu namonea huruma, naona tu aishie hapo. Akieleza namna hali ilivyokuwa, Bi Roy Ezekia amedai kuwa hamkumbuki mwanaume aliyempatia ujauzito na kwamba aliamua kufanya hivyo kwa lengo la kupata watoto wa kuja kumsaidia hapo baadaye. Anesoko na tu gadum tegulo. Soka chawanu anesoko nilele wana wa kundimu. Anasema hivi, yetu aliona amepewa mimba, alipenda apewe mimba apate watoto waweze kumsaidia. Wana nesi nilajirie wasoko zao. Soko yao nene, ninao nene. Anasema hivi, watoto hawajawaonyesha baba zao waliozaa nao. Kwa hiyo akasema yeye ndio mzazi wao wa kiume wa kike. Naye kaka wa Roy Msafiri Stanley amesema kuwa wao kama familia wanateseka kutokana na ugumu wa maisha walionao, kwani hata kipindi cha ujauzito walilazimika kumbeba kumpeleka kuhudhuria kliniki. Hata sisi wenyewe kwanza tunateseka, akipata mimba kubeba kwenyewe mpaka tutafute toroli, tupakie tupeleke zahanati akapimwe, wakati wenyewe wa kujifungua shida. Hela zenyewe ndio unavyoona ukame, tunatafuta tu kwa hali na mali hivyo tunahangaika tu kwenye vibarua, tunampelekea hospitali.
Sasa imefika hatua tukasema jamani, sasa we dada, sasa anayekupa mimba ni nani? Kasema mimi sielewi. Tumejaribu tu kumhisi labda nani. Unajua kitu unachokuwa hukielewi ni kigumu kweli. Hajatuambia. Sasa tukasema sasa tutafanyeje na hali yenyewe imeshatokea kama hii hapa. Basi tukaamua tuvumilie tu hivyo hivyo tupambane. Sasa imefika mahali tu kama kuna msaada jamani, naomba mtufanyaje, mtusaidie. Yaani kama familia bado hatujachukua hatua yoyote. Kama labda kama masuala ya uzazi, kama labda kuna jambo la kuzungumzia, labda wataalamu watatuambia bora tu wadhibiti asipate tena mimba. Kwa hivyo tunahangaika kwa sababu yani chakula ndio hivyo, si wenyewe tunahangaikia. Akipata mimba si wenyewe tunaanza kuhangaikia. Mtu mwenye anayempa mimba haonekani. Yani anatupa shida kweli. Na tunaamua tuchukue labda toe tuna kodi tunampelekea zahanati, akiumwa ndio hivyo tena mtu mwenye hajitokezi. Jamani tunahangaika. Ndio maana tumesema tunaomba labda kama kuna msaada wajaribu kutusaidia. Naye mwenyekiti wa kitongoji cha Muungano Said Lazaro amesema hali ya Roy ni ngumu na wao wameshindwa kumsaidia kutokana na majukumu kuwa mengi, huku akiangukia serikali iweze kumsaidia. Kwa kweli msaada wa mtoto huyu kwa kweli hatuwezi tukamsaidia kwa sababu hatuna nyenzo za kumweza kumsaidia. Tunaomba tu kama kuna uwezekano tunaomba msaada msaidie. Kweli changamoto hiyo kwa kweli hatujawahi kufanya hivyo kutokana na majukumu ni magumu sana. Sasa tutamsaidiaje? Hatuna kitu wala nini. Ndio maana tunapiga kama taarifa kwenye serikali ili afanye nini, apewe msaada. Kwa sababu hapa walikuwa wanapata vihela vidogo vidogo hivi vya tasafu, lakini sasa hivi hawapokei. Na hali hii unavyoiona ngumu. Naomba msaada kwenu ili apate msaada. Hatuna mengi zaidi.